Naam, rasmi klabu ya Paris Saint-Germain, yani PSG kutoka nchini Ufaransa ndiye bingwa wa kombe la mabingwa barani Ulaya, maana ya UEFA Champions League, baada ya kumcharaza mabao 5-0 bila huruma klabu ya Inter Milan kutoka nchini Italy. Bila huruma, mabao mawili yalifungwa kipindi cha kwanza na mabao matatu yalikuja kufungwa, hesabu ya kukamilisha mabao 5 yamefungwa kipindi cha pili. Hii inadhihirisha jinsi gani klabu ya Paris Saint-Germain ilikuwa ni klabu ambayo iko bora msimu huu. Akina Ousmane Dembele, akina Marquinhos wamekuwa na mwendelezo mzuri katika ligi ya UEFA. Wamemtoa Arsenal, wamemtoa Bayern Munich kutoka nchini Ujerumani, na ikumbuke jana mechi imechezeka katika dimba la lile la Bayern Munich huko nchini Ujerumani. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba timu ya Paris Saint-Germain iko vizuri, PSG wako vizuri, na kwa mara ya kwanza toka Paris Saint-Germain ianzishwe miaka hiyo ya zamani, ndio wamekuwa mabingwa wa kuchukua kombe la mabingwa barani Ulaya. Hii imekuwa ni taarifa mbaya kwa mchezaji Kylian Mbappe, kwani Mbappe amedumu miaka mingi sana katika klabu ya Paris Saint-Germain bila kutoa kombe la UEFA, kwa maana ya kombe la mabingwa barani Ulaya, licha ya kuwa na kikosi kizuri sana, kikosi kipana, kwa sababu alikuwa na kina Di Maria, alikuwa na kina Messi, alikuwa na kina Neymar, lakini ilikuwa ni ngumu kwake kuchukua kombe katika msimu ule ambao Kylian Mbappe alikuwa pale. Na ikumbuke mwaka jana tu Kylian Mbappe alikuwa pale msimu wa mwaka 2024. Alikuwa ndiye nahodha wa klabu hiyo ya Paris Saint-Germain, lakini alikuwa toka amecheza na kudumu miaka yote amekuwa ana bahati mbaya kutochukua kombe. Na Madrid wamekuja kumsajili Kylian Mbappe kwa kutegemea huenda atachukua tena ubingwa au timu nyingine itachukua. Kwa bahati mbaya klabu hiyo baada ya kuondoka Kylian Mbappe ndio wamekuja kutoa ubingwa Paris Saint-Germain. Je, Mbappe anamkosi na kombe la UEFA Champions League huko barani Ulaya au la? Maana hii ni hatari sasa. Baada tu ya kuondoka Mbappe, vijana kina Ousmane Dembele, kina Marquinhos na wengineo, kina Kimpembe wamekuwa na mwendelezo mzuri na mpaka wamechukua kombe. Kwa hiyo hii ni taarifa mbaya kwa bwana Kylian Mbappe. Ni Mfaransa huyu, lakini huu ndio maana ya football, hii ndio maana ya mchezo, kwa sababu ipo siku ndo leo Kylian Mbappe amepishana na kombe jiani, ameenda Spain. Ufaransa ndo hivyo, klabu yake ipendwa, klabu yake kongwe na imemlea, wamechukua kombe hilo la UEFA. Je, ndugu mtazamaji, ungetegemea Mbappe angechukua kombe pale angechukua kombe na mabingwa wa Ufaransa Paris Saint-Germain, au unatamani hii imepita ya Paris Saint-Germain, au unatamani Mbappe aje achukue kombe akiwa na Madrid? Maana hii ni wakati mgumu sana wa Kylian Mbappe, anapishana na gari la mshahara. Kwa hiyo mechi ilikuwa vizuri, mechi ilikuwa tough. Ni finali ambayo ilikuwa ni rahisi sana kwa Paris Saint-Germain, kwa sababu mabao 5. Hii ni furaha sana kwa wale mashabiki wa Barcelona, kwa sababu klabu ya Inter Milan ndio ilimtoa Barcelona bila huruma. Wengi walitegemea kwamba Barcelona atachukua ubingwa wa UEFA Champions League msimu huu, lakini imekuwa ni vice versa. Hao ambao wamecharazwa jana mabao 5 ndio wamekuwa walimtoa Barcelona bila huruma pale kwao Italy. Walitoka sare ya 3-3 pale pale Spain, lakini mechi walikuja kuimaliza Ufaransa, sio Ufaransa, walikuja kuimaliza Italy kule Italiano, mpaka kuifanya kina Lamine Yamal, kina Lewandowski, kina Gavi kukosa kombe la UEFA msimu huu. Wengi walitegemea kwamba Madrid alitolewa mapema hatua ya robo finali, lakini
nusu fainali, ndo hivyo Barcelona naye amekuja. Kwa hiyo kombe lipo Ufaransa, ndoo ya UEFA ipo Ufaransa, na washindi wa pili wa mashindano haya basi ni Inter Milan, vijana kutoka Italiano. Bwana, naitwa Zulu. Usahau ku-like, ku-comment na kusubscribe akaunti yetu ya Rasmi TV, lakini pale Instagram, X kwa maana Twitter, Facebook, kwingineko tunapatikana kama Rasmi TV. Lakini usahau pia kwamba Rasmi TV ipo kwa ajili yako. Nami sina mengi. Bye bye. Usahau kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinavyoendelea hapa Rasmi TV. Bye bye.